Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Nihija katika vyama vya kitume katika parokia Bikira Maria ya wagonjwa ambayo pamoja na Mtakatifu Rita pamoja na waumini wote ambao mmefika kuungana katika siku hii katika tendo hili la maandamano. Ni maandamano ya amani, ni maandamano ya kiimani. Kanisa Katoliki, kanisa la parokia Bikira Maria ya wagonjwa misheni, ni maandamano ambayo tuko katika siku ya hija, ambapo mahujaji ni muungano wa vyama vya kitume katika parokia Bikira Maria ya wagonjwa, ni shirika la mitume wa huruma ya Mungu, ni moyo mtakatifu wa Yesu, ni Mtakatifu Rita pamoja na Mtakatifu Agustino wa Mungu. Ni parokia ya Bikira Maria ya wagonjwa ambapo tunakuwa na hija. Neema Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu wakubariki sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Tuwasifu milele. Yesu, Maria na Yosefu, Yesu mwema, tusamehe dhambi zetu, tukinge na moto wa milele, ongoza roho zote. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa. Damu yako Yesu, usiokoe roho zinazoteseka toharani, utusaidie nuru ya uzima wa milele. Matendo ya Mwanga, tendo la kwanza. Yesu anabatizwa mto Yordani. Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe na hukumu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Kuomba uwe nasi katika hija yetu.
wewe uliyetupa mwana wako pekee awe njia yetu ya kufika kwako, jalie sisi tumfuate kwa imani, matumaini na uvumilivu. Kwa kuomba uwe nasi katika hija yetu, Bwana. Tunakuomba uwe nasi katika hija yetu. Wewe uliyetupatia Maria mama na Bikira daima awe mfano wa kielelezo chetu cha kumfuasa Kristo, tujalie tumtazame daima ili tutembee vema katika upya wa maisha. Kwa kuomba uwe nasi katika hija yetu, Bwana. Tunakuomba uwe nasi katika hija yetu. Wewe unayeliongoza kanisa lako na usafiri duniani kwa njia ya Roho Mtakatifu, ulitukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Basi nawakaribisheni katika nyumba ya Mungu. Mungu mwenyewe atawashibisha kwa sakramenti zake na kuwalisha kwa neno lake. Na sasa nawakaribisheni na kuonyeshea maji ya baraka ili kuwakaribisha katika kituo hiki cha hija. Mungu awe nanyi katika hija yenu ya hapa duniani na hatimaye aikamilishe katika hija yenu huko mbinguni. Tuitikie amina. Amin. Inatuandaa hasa sisi katika nini? Na mwisho tutaona alama za jubilei ya mwaka huu ni zipi. Kisha baada ya hapo tutaona Ekaristi Takatifu pamoja na hija. Na hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa kipindi chetu, takriban dakika 40. Sawa. Neno jubilei. Neno jubilei. Mkisikia jubilei huwa mnaelewa ni kitu gani?
Mkisikia neno jubilei, huwa mnaelewa ni kitu gani? Ehe. 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 Asante. Warau, mambo muhimu ya kwenye jubilei umeyataja. Ingawa si katika mpangilio wenyewe, lakini umeyataja. Sasa tukienda kwenye Biblia, chimbuko letu la neno jubilei tunatoa kwenye Biblia. Tunatoa kwenye Biblia, sehemu inakoongelea jubilei kwa upana kabisa ni kitabu cha Walawi. Kitabu cha Walawi sura ya 25. Walawi sura ya 25 aya ya kwanza hadi ya 31. Kuna mimi Biblia? Kuna Biblia? Tusomee Walawi sura ya 25 aya ya 8 hadi 31. Soma. Anzia sura ya 8. Sura ya 25 aya ya 8. Komee tu hapo. Ukipata nafasi utaendelea. Kwa hiyo neno jubilei chimbuko lake hasa ni Biblia. Na Biblia tumesoma hiyo sura ya 25 aya ya 8 kuendelea. Utapata maana nzuri ya jubilei. Sasa kifupi ni nini? Neno jubilei linatokana na neno la Kiebrania au Kiyahudi, Yobel. Neno jubilei linatokana na neno la Kiebrania au la Kiyahudi, Yobel. Waandika tu Yobehi, lakini natamkwa Yobel. Likimaanisha pembe ya kondoo dume. Hilo neno kwenye Kiebrania maana yake ni pembe ya kondoo dume. Baadaye taratibu hili neno likaja kumaanisha mlio unaotoka kwenye pembe ya kondoo dume. Kwa hiyo kwa Kiebrania wanaposema Yobel au Kiswahili jubilei, wanamaanisha moja, pembe ya kondoo dume au ule mlio unaotoka kwenye pembe ya kondoo dume. Kwa nini jubilei wakaita hiyo? Ukisoma sehemu iliyosoma hiyo ya Biblia, wana wa Israeli walielekezwa kwamba wao walikuwa na hesabu siku 7. Sawa, siku 6 ya 7 ni Sabato. Kwa hiyo wakawa na hesabu 7. Baadaye wakawa na hesabu miaka 7. Miaka 6 wanafanya kazi, mwaka wa 7 wanapumzika. Baadaye wakaona hapana, ni karibu mno. Wakaanza kuhesabu miaka 7. Ikifika 7 mara 7 miaka 49. Mwaka wa 50 ni mwaka wa kupumzika. Na mwaka wa kupumzika unapoingia mwaka wa 50 unachofanya, kuhani mkuu anapita kwenye mitaa ya miji yote akiwa na pembe ya kondoo analipuliza, kumaanisha kwamba tunaingia mwaka wa jubilei. Ndio kisa cha kuita Yobel. Kwa hiyo walikuwa na hesabu miaka 7. Ikipita 7 mara 7 mpaka 9, halafu mwani mkuu mwaka wa 50 hapo hiyo anapita na pembe.
kuambia watu kwamba jamani, mwaka tunaoingia ni mwaka maalum, ni mwaka wa jubilei. Sasa mwaka wa jubilei kwa wao, kwenye mwaka wa jubilei walikuwa wanafanya yafuatayo: moja, mwaka mzima hawalimi, ni mwaka wa kupumzisha kwa shamba. Kwa hiyo walikuwa hawalimi, wanaacha ardhi, wanailima miaka 7 hiyo, alafu baadaye wanaipumzisha. Mbili, ilikuwa ni mwaka wa kusamehe madeni. Kwa hiyo kama kuna mtu anamdai au unamdai, ukifika mwaka wa jubilei, moja kwa moja deni limesamehewa. Tatu, ulikuwa ni mwaka wa kuachia huru wafungwa katika. Ikumbukwe wao miaka ile walikuwa wakienda vitani, wanakamata katika, wanawaleta, wanafanyisha kazi. Au kama mtu ana deni, anauzwa yeye, hela haitoshi, anauza mtoto wake, hela haitoshi, anaenda anaenda kufanya kazi ili ipo deni. Sasa kikaa huko, ikafika mwaka wa jubilei, manake amesamehewa, anataka deni kwa bado, anataka kurudi nyumbani. Ndiyo kwa nafanya. Lakini sasa ni mwaka maalum wa kumshukuru Mungu pamoja na kuabudu kwa yote ambayo Mungu ametendea. Huo ndio mwaka wa jubilei. Kanisa lilianza kuadhimisha jubilei mwaka 1300. Kanisa mwaka 1300 ndio kaanza taratibu wa kuadhimisha jubilei, na alianzisha Papa Boniface wa 8. Ndiye akaweka utaratibu kwamba kanisa sasa nalo lianze sasa kuadhimisha jubilei. Na kanisa linapoadhimisha jubilei linamaanisha ni mwaka mtakatifu ambao unaadhimishwa kila baada ya miaka 25, ukilenga hasa moja, upatanisho, msamaha na majiundo mapya ya Kikristo ndani ya kanisa. Mwaka wa jubilei ni mwaka wa moja, upatanisho; mbili, msamaha; tatu, kujiunda zaidi Kristo, ni mwaka wa majiundo zaidi. Mwaka huu Baba Mtakatifu Francis ametangaza kwamba ni mwaka wa jubilei kupitia waraka wake unaitwa Spes non confundit, yaani tumaini halitaharakishi au tumaini halidanganyi. Katika waraka wake Baba Mtakatifu ametangaza kwamba ni mwaka wa jubilei. Hivyo kama mwaka wa jubilei, mahujaji au waamini wote ndani ya kanisa wanaalikwa kufanya mambo yafuatayo kwenye mwaka wa jubilei. Waamini wanaalikwa kufanya mambo yafuatayo: moja, kufanya hija kama mliofanya hivi leo. Waamini wanaalikwa kufanya hija kuelekea kwenye kituo kilichoteuliwa, safari ya kiroho. Mbili, wasiishie tu kufanya hija, bali wapitie kwenye mlango ulioteuliwa kwamba ni mlango mtakatifu kama uliopita kwenye mlango. Tatu, waumini washiriki katika liturujia ya kanisa. Nne, ni mwaka wa kusali zaidi, waamini wasali. Tano, ni mwaka wa kupokea zaidi sakramenti ya kitubio. Sita,
Ni mwaka ambao waamini wanapaswa kuishi imani yao kwa matendo, kukiri imani yao kwa maisha yao. Na mwisho, ni mwaka ambao waamini wanaalikwa kwa namna ya pekee kujichotea rehema kamili. Hapa najua kitu simama kidogo hapo kwa rehema kamili. Ni mwaka ambao waamini wanaalikwa kujichotea kwa namna ya pekee rehema kamili. Kauli mbiu ya mwaka wa jubilei hii mnaifahamu? Mnaifahamu? Inasemaje? Mahujaji katika matumaini. Kuna wengine wanakosea wanasema mahujaji wa matumaini. Hapana. Kwa sababu neno la Kilatini lilotumika linaitwa peregrinantes in spem. Sasa ini haiwezi kawa wa Kilatini, hapana. Kwa sababu hiyo sio genitive. Hiyo ni Kilatini. Maana yake ni katika. Kwa hiyo mahujaji katika matumaini. Na haya tumeyatoa kutoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 3 aya ya 5. Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya ya 5. Ngoja tusome. Warumi sura ya 5 aya ya 5. Asante. Natumaini haitayarishi kwa sababu pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu. Hii ndiyo kauli mbiu ya mwaka wa jubilei. Sasa pamoja na mambo mengine, haya mambo mengine niliyosema, alama za jubilei, kuna alama moja ambayo naomba nisimame hapo kwa muda sasa. Nikisha imaliza hiyo ndio niende kwenye ekaristi na jubilei. Ekaristi na safari ya kiroho. Mojawapo wa alama ambazo tunahimizwa sana katika mwaka huu wa jubilei ni rehema kamili. Unafahamu rehema kamili ni nini? Unafahamu rehema kamili ni nini? Tunapo kiasi hapo rehema kamili. Rehema kamili, kifupi, rehema kamili ni msamaha. Ni msamaha wa muda au wa kudumu. Ni msamaha wa muda au wa kudumu wa matokeo ya dhambi. Kifupi sasa, ni msamaha wa kudumu au wa muda wa matokeo ya dhambi. Naingia ndani. Ikumbuke kwamba dhambi yoyote, hasa dhambi ya mauti, inavunja mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu wake. Na hivyo mwanadamu anapokwenda kwenye kitubio, anachorudisha ni mahusiano yake yaliyokuwa yamevunjika. Lakini matokeo ya ile dhambi hayarudishwi kwa sakramenti ya upatanisho. Sakramenti inayoondoa dhambi pamoja na dhambi zake ni ipi? Sakramenti ya ubatizo. Sakramenti ya ubatizo inaondoa, sawa, inaondoa dhambi ya asili na dhambi zote pamoja na adhabu zake.
Kwa lugha hizi ni kwamba ikitokea mtu amaliza ubatizo hapo, hata akifa hapo, huyu mtu anakwenda mbinguni moja moja. Lakini mtu aliyetenda dhambi ya mauti au dhambi nyingine akaenda kutubu, maana yake ameondolewa dhambi, adhabu zile hazijatoka. Kwa hiyo mtu huyu kama atakufa, hata kama ametubu dhambi zake, lazima atapita kwenye adhabu zile. Na kinachoondoa adhabu za dhambi kulingana na mafundisho ya kanisa: moja, neema kamili; mbili, sadaka ya Yesu iliyomwagika msalabani; ambayo hiyo sadaka ina uwezo wa kuondoa adhabu za dhambi zote. Na ndio maana tunasali kuombea Mungu wetu. Kwa hiyo ukitoka hapo kwenye kijio ukafika barabarani kwa roho kwa boda kwa si garantii kwamba utaenda mbinguni moja kwa moja. Kwa sababu dhambi ya mauti utaenda kutoka. Lakini kwa sababu dhambi zotenda huko nyuma zilikuwa na adhabu zake ambazo hizo dhambi hazijakamilishwa. Mojawapo ni rehema kamili ambayo imetolewa kwa kanisa. Kanisa kama Biblia limetangaza kwamba muumini anaweza akajichotea rehema kamili kwa kufanya yafuatayo: moja, kufanya hija kama ulivyofanya. Kufanya hija kuelekea kwenye kituo cha hija. Mbili, kushiriki sakramenti ya kitubio. Tatu, kushiriki sakramenti ya Ekaristi, kupokea Ekaristi. Nne, kusali kwa nia ya Baba Mtakatifu ambazo ni Baba yetu, Salamu Maria na Atukuzwe Baba. Ukifanya hayo umejichotea rehema kamili. Hiyo rehema kamili itaendelea kubaki, itapotea pale tu utakapotenda dhambi. Au muda maalum uliokwisha. Inawezekana ukapokea rehema kamili leo, alafu ukabaki hivyo. Mwaka wa Jubilei ukisha ukifikia kwa neno la Mungu kwa hii leo kwa Jubilei. Sasa rehema kamili unaweza kuitumia: moja, kwa ajili yako mwenyewe, yaani kwa ajili ya dhambi zako ulizotenda ambazo adhabu zake zilikuwa hazijaondolewa; au unaweza kuitumia rehema kamili kwa ajili ya ndugu yako mwingine. Ukaamua mimi nafanya hija, nafanya kitu fulani, ili rehema kamili mnufaishe mtu mwingine. Au ukaamua kufanya hivi nipate rehema kamili imnufaishe ndugu yangu marehemu. Kwa hiyo rehema kamili unaweza kaamua iwe kwa Tuko pamoja? Unanifuata Sasa, kwa hiyo kwa safari hii kanisa linasisitiza kabisa mwaka huu ni mwaka wa majiundo. Na ndio maana nasisitiza ni mwaka wa upatanisho, msamaha na kujiunda. Na utumia vizuri mwaka huu kwa sababu kwa hali ya kawaida jubilei nyingine ijayo kwa hali ya kawaida itakuwa ni baada ya miaka 25. Labda
Baba Mtakatifu atangaze inaitwa extraordinary jubilee, yaani jubilei sio kwa hali ya kawaida kama alivyotangaza ya huruma ya Mungu. Lakini ikiwa katika mlolongo wa kawaida tunasubiri jubilei nyingine baada ya miaka 25, sasa tupige hesabu. Jubilei nyingine miaka 25, wewe ambaye sasa una miaka 70, 80, angalau tukatai unaweza kuondoka muda wote, lakini mwenye 70, 80 miaka 25 ijayo uende kwa umeshindwa hata kutembea. Kwa hiyo ndio maana tunasisitiza mwaka huu tuutumie vizuri ili kujinufaisha na matunda ya jubilei. Ni mwaka wa upatanisho, mwaka wa msamaha na mwaka wa kujiunda upya Kikristo. Hasa mojawapo ya nguzo za kujiunda upya ni Ekaristi Takatifu. Neno Ekaristi Takatifu, neno Ekaristi, Eukaristia Kilatini, lakini kutoka neno ekasterion Kigiriki, maana yake ni shukurani. Hivyo kifupi, tunaposema Ekaristi tunamaanisha shukurani. Ni shukurani ambayo sadaka aliyoitoa Yesu. Ekaristi imeanza na Yesu, lakini hiyo sadaka huku nyuma hata Wayahudi walikuwa na sadaka hiyo, ambayo baba wa familia kipindi cha Pasaka alikuwa anakusanyika pamoja na familia yake, wanakula ule mlo wa Pasaka. Na Yesu alifanya hivyo hivyo, isipokuwa alichoongeza Yesu, alitoa mkate akaubariki. Alipoubariki akawapa wafuasi wake, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu. Akachukua divai vile vile na kisha akaongeza maneno, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Manake akaacha uwezo kwa makuhani wake kuendeleza Ekaristi. Ekaristi ni chakula cha wasafiri. Ekaristi ni kirutubisho cha kiroho. Ukitaka maisha yako ya kiroho yastawi, lakini pia kujitahidi kuepuka mashambulizi ya kiroho, pokea Ekaristi mara nyingi katika hali ya neema. Ikumbukwe ili unufaike na Ekaristi yenyewe ambayo ni chakula cha kiroho, unapaswa kila mara kufanya maandalizi ya kupokea Ekaristi. Usipokee Ekaristi kwa mazoea. Huwa nawaambia, kuna bwana mmoja, padri mmoja alikuwa anafundisha, anasema hivi: ukipokea Ekaristi katika hali ya dhambi, hupati manufaa au mafaa ya Ekaristi hiyo. Kuna tofauti na mtu aliyekula bumunda. Yaani padri unaletewa hapa Ekaristi, unaambiwa mwili wa Kristo, lakini kwa sababu umekuja kumpokea ukiwa katika hali ya dhambi, Yesu hawezi kuingia katika mwili mchafu. Hivyo unapompokea hivi, kama hujamfikisha mdomoni, ametoroka. Ulichopokea ni bumunda, kule mazingira yote wanaita kabaragara. Na zaidi hasa imekuwa hukumu. Kwa hiyo kila mara kabla ya kwenda kupokea Ekaristi, fanya maandalizi
Na moja wapo maneno haya, jisafishe kiroho. Sakramenti ya Ekaristi huwezi kuitenga na sakramenti ya kitubio. Huwezi kuitenga. Sasa mazingira ya kawaida. Hivi kweli mtu unaweza kumaliza wiki hujaoga? Unaweza kumaliza wiki hujaoga? Ukamaliza mwaka mzima hujaoga? Mwisho hiyo mwana utamaliza mwaka hujaoga? Hata wagonjwa ambaye ni mgonjwa kabisa hawezi kunyanyuka, wanao wakati fulani waugua nao wanatakiwa msponji kusafisha. Vinginevyo akikaa muda mrefu atanuka. Sasa kushangaza ni kwamba muumini Mkatoliki anaweza akamaliza mwaka mzima anapokea Ekaristi tu bila kuungama, ili mradi alishaambiwa pokea Ekaristi takatifu hasa wakati wa Pasaka. Ungama dhambi zako roho mara moja, padri yupo kila siku. Hivi kwa kweli mazingira ya kawaida, kwa mfano umetenda dhambi leo, unakaa nayo mpaka mwakani? Yaani kama vile mwili wako unavyotakiwa kusafishwa kila mara, vile vile roho yako kila mara inahitaji kusafishwa. Wapendwa, kama binadamu tunakutana na makambo mengi kabisa, na mashambulizi yako mengi. Lazima tufanye sana hizi, tusaidie kutembea kwenda mbele katika safari yetu. Ikumbukwe maisha ya mwanadamu ni safari ambayo ni hija ya kwenda kwa Mungu. Hata nyinyi kabla ya kuanza hija kuja mmejiandaa. Kwanza hivi safari yetu ya kwenda kwa Mungu unahitaji kufanya maandalizi kila siku. Lakini kingine, pamoja na haya, msisahau kufundisha watu wengine, na hasa nyinyi akina mama, msisahau kuwafundisha watoto wenu juu ya umuhimu wa kuishi maisha sakramenti. Wakati fulani mama, waulize kama watoto wako, waulize, hivi wewe mara ya mwisho umeungama nini? Waulize tu. Hata kama wako mbali, ukiongea na waulize, kanisa tumeenda. Ni wajibu wako. Lakini wewe mwenyewe, na hii sakramenti ya Ekaristi inaweza kuletea manufaa, lazima uipokee katika hali njema, sio katika hali ya dhambi. Ndio maana usipokee Ekaristi kwa mazoea. Na kila mara wake tamaa ya kupokea Ekaristi. Narudia, mwaka wa Jubilei kanisa limetupatia fursa nyingine ya kujikarabati, ya kuzibaziba mapengo, kuweka viraka kwenye maisha yetu. Kule kwenye lugha yangu kule wanaita kiwatro. Ukishaona sehemu jamani, siku hizi watu hawaiti viraka kwenye nguo, lakini zamani ilikuwa ni cha kawaida mtu nguo ikichanika anaweka kiraka. Vile vile afya yako ikiyumba, ukiugua, unakwenda hospitali, unaenda kuweka kiraka.
ili kusaidia walau uendelee, sababu uchi na maisha yako hivyo hivyo. Ukijiona maisha yako mzuri, unaenda kwa kitaka. Lakini bila kusahau kupokea Ekaristi ituimarishe katika safari yetu ya kiroho. Maana Ekaristi takatifu ni muunganiko wa nafsi kati ya nafsi yako na nafsi ya Mungu. Yesu Kristo nafsi ya pili. Mwisho, niwatakie kila la heri katika maisha ya kila mmoja katika safari yetu ya maisha ya kiroho. Kumbuka, aliyekuingiza katika imani ya Ukatoliki alifanya kazi yake kwa ajili ya wokovu wako. Lakini kuupata huo wokovu au kuukosa ni wewe mwenyewe. Ukiamua kuupambania wokovu wako utaupata. Vinginevyo usifikiri kwamba wokovu unakuja bahati mbaya. Ni wachache sana huwa wanapata neema ya kuokoka dakika za mwisho. Kusoma maandiko matakatifu, kuna bwana mmoja mwizi aliokoka msalabani akiwa anaadhibiwa hapo. Pale ndio akapata wokovu kwa kumwambia tu Yesu, Yesu, naomba unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Na Yesu akamwambia, kuanzia leo utakuwa nami mahali pema peponi. Usifikiri wote utapata nafasi hiyo. Hivyo lazima tupambane kuitafuta Mungu. Na watakieni kila la heri, hija njema, na Mungu awaongoze. Tumsifu Yesu Kristo.